Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu ketie mahali pa juu, tunaliinua juu jina lako, tunakusifu, tunakutukuza, tunakuabudu. Pokea sifa Mungu wa miungu, pokea sifa mfalme wa amani, pokea sifa simba wa Yuda. Unastahili sifa, sifa zetu hatuipi miungu, ni uchafu, ni takataka. Tunakupa wewe uliye mwanzo na wewe uliye mwisho. Tunakupa wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Unastahili sifa Baba, mbinguni juu na duniani pia. Asante Baba, tunakushukuru. Pokea sifa, heshima na utukufu. Asante kwa kutupa kibali cha kuendelea kuishi, lakini kutupa kibali cha kukusanyika siku ya leo kwa ajili ya jina lako. Baba, tunaliinua juu jina lako, na achia damu yako ya thamani iliyofanya agano nasi na iliyomwagika pale Kalvari pite kwenye nafsi za kila mmoja, masikio, ufahamu wa kila mmoja, mioyo yao ikawatakase na kuwaweka tayari kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa siku ya leo kwa ajili ya nafsi na roho zao. Hata mimi mtumwa wako niko tayari. Bwana, naomba unitumie kwa kuwa ni chombo chako, ukawafundishe watoto wako, ukawajenge, ukazidi kuwainua imani zao, wakazidi kuishi maisha matakatifu na kufuata sheria zako za ufalme wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu, nafunga kuzimu, nafunga mauti, ninaudondosha chini ufalme wa giza na kuinua ufalme wa nuru, umiliki na kutawala maisha ya kila mmoja. Ninatengua na kufuta kila viapo, kila laana, kila mitego iliyotegwa kinyume nasi siku ya leo, na sambaratisha kwa damu ya Yesu. Nafuta laana zote zilizotamkwa kinyume nasi siku ya leo, ninazitengua na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, nabariki vyakula, nabariki vinywaji tunavyoenda kuvila na kuvinywa siku ya leo. Ninavitakasa kwa damu yako ya thamani. Nafunga roho za mauti, roho za magonjwa, roho za kifo. Ninafunga, hazina mamlaka juu yetu. Baba, tunaomba tunapoingia popote siku ya leo na hata tunapotoka, ulinzi wako ukawe pamoja nasi. Damu yako ikatufunike, ikanene mema juu yetu. Asante Mungu wa rehema, asante Baba, ni katika jina lenye nguvu, uwezo, mamlaka na utiisho, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema adui watatu wa imani. Adui watatu wa imani. Tutasoma kitabu kitakatifu Warumi sura 8 mstari wa 15 hadi wa 16, lakini tutasoma Timotheo wa pili, kitabu cha Timotheo wa pili mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Nitaanza na Warumi sura ya 8 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Ninasoma kwa jina la Yesu. Kwa maana hamkumpokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watumwa tena na kuwatia hofu, bali mmempokea Roho mwenye kuwafanya nyinyi watoto wa Mungu, na kwa Roho huyo sisi tunamwita Mungu Aba, yaani Baba. Naye Roho mwenyewe anathibitisha na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Narudia tena. Kwa maana hamkumpokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watumwa tena na kuwatia hofu, bali mmempokea Roho mwenye kuwafanya nyinyi watoto wa Mungu, na kwa Roho huyo sisi tunamwita Mungu Aba, yaani Baba. Naye Roho mwenyewe anathibitisha na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lakini tukisoma Timotheo wa pili sura ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, ninasoma pia kwa jina la Yesu. Ninasoma pia kwa jina la Yesu. Kwa maana roho tuliopewa na Mungu si ya kutufanya tuwe waoga, sivyo, ila ni roho wa kutujalia upendo na nidhamu. Kwa maana roho tuliyepewa na Mungu si wa kutufanya tuwe waoga, sivyo, ila ni roho wa kutujalia upendo na nidhamu. Somo letu la leo linasema adui watatu wa imani.
Kama tunavyojua tumeanza mwaka, ni lango jipya, na kama tunavyojua mwaka huu 2026 utakuwa mzuri sana kwa wengi iwapo watafuata sheria za ufalme wa mbinguni. Lakini unaweza ukawa ni mwaka mbaya kwa wengi iwapo wataishi nje ya sheria za ufalme wa mbinguni, kwa sababu neema imefunguliwa na rehema ya Mungu, lakini ni kwa wale tu walio tayari kupokea. Baraka zimefunguliwa, lakini ni kwa wale tu walio tayari kupokea. Ndio maana tunaishi duniani sawa. Wapo ambao wanaishi maisha ambao ni magumu sana, wanalia kila siku, lakini wapo ambao wanaishi maisha mazuri na wala hawana vilio. Huo tofauti upo hata katika ulimwengu wa roho. Na ndivyo mwaka huu Bwana ameachilia baraka nyingi, lakini baraka hizi tutazipata iwapo tunaishi sawasawa na neno lake. Tutazipata iwapo tunaishi sawasawa na ufalme wake. Na mwaka huu ni mwaka ambao adui atajaribu sana kupambana au kupigana na imani za Wakristo. Na ndio maana somo hili limekuja mwanzoni mwa mwaka, hasa katika lango hili la Januari, ili upate kujua hawa adui watatu wa imani na kuweza kuwashinda, ili mwaka wako 2026 ukawe mzuri na ukawe wenye ushindi zaidi, kwa sababu tunajua pasipo imani ni kazi bure. Ndio maana imani ni ya muhimu kweli kweli. Ndio maana Yesu aliwekeza nguvu nyingi sana kufundisha wanafunzi wake imani, na hasa alipowatuma, tunaambiwa aliwatuma wanafunzi wake 70 waende wakahubiri, lakini lengo kuu Yesu alikuwa anataka apime imani zao. Je, haya mafundisho ninayowafundisha watayaishi na kuyatenda kwa vitendo? Na ndio maana aliwatuma waende wakahubiri, na waliporudi wakasema, Bwana, walileta ripoti nzuri, Bwana, tumeona mapepo yanatutii, yanasalenda. Yesu akamwambia, msifurahie hivyo, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Angalia, Yesu aliwatuma hata wanafunzi wake, na wao wakaende wakafanye kazi yake. Lakini katika kufanya kazi yake, wengine walikutana na wagonjwa kadhaa, wakashindwa kuwafungua. Mfano kama yule mama ambaye mtoto wake alikuwa na pepo linalomwangusha, lakini wanafunzi wake walishindwa kumfungua yule pepo. Na Bwana aliwaambia nini? Aliwaambia, imani yenu iko wapi? Nitakaa na nyinyi mpaka lini? Maana mapepo ya sampuli hii ni lazima mfunge na kuomba. Nahitaji mfunge na kuomba, lakini sio tu kufunga na kuomba. Imani yenu imepungua. Mngekuwa na imani thabiti, mngeweza kuyafanya haya, mngeweza kumfungua huyu kijana. Kwa hiyo tunaona imani ni kitu cha muhimu kweli kweli, na ndio maana hata mimi katika vitu vingi ambavyo Bwana amewekeza kwangu, na akiwa ananielekeza na kunifundisha na pia kunipitisha kwenye majaribu mengi, alikuwa ananiambia ni lazima haya upitie, kwa sababu natengeneza imani yako. Askari wangu yoyote anayetaka kuwa askari ni lazima akubali kubeba msalaba, anifuate, na lazima akubali kupitishwa kwenye moto kwa ajili ya kunoa imani yake. Kwa tunaona imani ni ya muhimu sana, na hasa sisi tunaotaka kuwa askari wa Yesu, au sisi tuliokuwa askari wa Yesu, imani ni ya muhimu kweli kweli. Na katika kitu ambacho tunatakiwa tukitunze kwa mwaka huu 2026 na huko tunakoendelea, wakati tunasubiri parapanda, ni kutunza: 1, mahusiano yetu na Yesu; 2, kutunza imani. Sasa adui anajua faida na thamani ya imani, na ndio maana anatumia nguvu nyingi sana kupambana na imani za Wakristo, maana anajua akikamata imani ya mtu amemmaliza.
amevunja mahusiano kati yake huyu mtu na Yesu. Na ndio maana leo tunajifunza mwanzoni mwa mwaka hili somo, maadui watatu wa imani, ili usiweze kuyumbishwa, ili utunze imani yako, ili wajue hawa adui na uweze kuwashinda. Angalia hapa, tumeona katika Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, kwa maana roho tuliyepewa na Mungu si wa kutufanya tuwe waoga. Angalia, kwa maana roho tuliyopewa na Mungu sio ya kutufanya tuwe waoga. Mungu ametupa roho, lakini roho wake ni kwa ajili ya kutusaidia, kutupa ujasiri, kutupa ushindi, kutupa uweza, nguvu na mamlaka na maarifa. Lakini anasikitika anapoona roho tunaye, tumepewa, lakini adui bado anapata nafasi ya kupanda hawa adui watatu, ya kufanya tuishi pamoja na hawa adui watatu. Ndio maana Mungu anahuzunika, kwa maana roho ni tuliyepewa na Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Huu Roho Mtakatifu si wa kutufanya tuwe waoga, sivyo, ila ni roho wa kutujalia upendo na nidhamu. Kazi ya Roho Mtakatifu kutujalia upendo na nidhamu, kutupa ujasiri, kutupa ushindi, kutupigania pale tunaposhindwa, kutusaidia kuomba pale tunaposhindwa kuomba. Na ndio maana hata mtu anapokuwa ananena kwa lugha, anaomba huku anabubujika na machozi, Roho Mtakatifu anapeleka hoja mbele za Mungu kwa lugha ya machozi na kwa lugha ya kunena, kwa lugha ambayo ni lugha ya ufalme wa mbinguni. Anamsaidia mtu huyu kuomba na moyo wake unabubujika na machozi. Kwa hiyo mpaka hapa tunaona kwamba tumepewa Roho Mtakatifu, lakini huyu roho sio wa kutupa woga, sio wa kutupa mashaka, sio wa kutupa wasiwasi. Maana adui hawa watatu tunaowajadili leo ni adui wa woga, adui wa hofu na adui wa mashaka. Hawa watatu ni adui wabaya sana kwa imani yako, na tunapaswa tutumie gharama ya kila mali ili kuhakikisha kwamba hawa adui watatu tunawashinda. Hawa adui watatu tunawanyamazisha. Hawa adui watatu tunafunga milango yetu. Angalia hapa, tumepewa Roho Mtakatifu, lakini si roho wa kutupa woga, wala si roho wa kutupa hofu, wala si roho wa kutupa mashaka, bali ni roho wa kutujalia upendo na nidhamu. Angalia ukisoma kitabu cha Warumi pia, Warumi hiyo 8 mstari wa 15 hadi wa 16, kwa maana amkupokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watumwa tena na kuwatia hofu, bali mmempokea Roho mwenye kuwafanya nyinyi watoto wa Mungu, na kwa roho huyo sisi tunamuita Mungu Aba, yaani Baba. Naye Roho mwenyewe anathibitisha na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Tumepewa Roho Mtakatifu ambaye anatuthibitishia kwamba sisi ni taifa takatifu, anatuthibitishia kwamba sisi ni askari wa Yesu, anatuthibitishia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Hatujapewa roho ya woga wala roho ya hofu. Hivyo unapoona hofu, unapoona woga, unapoona mashaka, tambua kabisa kwamba kuna milango umefungua. Adui amepanda mapando hayo, adui amepanda hii mbegu, adui amepanda hii sumu, na unatakiwa ufanye juu chini uweze kuishinda hiyo roho, uweze kuishinda hiyo mbegu kabla hiyo mbegu haijazaa, haijakuwa ikazaa matunda ndani yako na uharibifu ukawa ni mkubwa zaidi. Angalia, tunaambiwa kwa mwaka huu jitahidi kwa gharama yoyote ile kuwashinda hawa adui watatu, adui wa woga, hofu na mashaka. Maana imani ni ya muhimu sana katika ufalme wa mbinguni ambao tunautaka kuishi au tunaoenda kuishi au ambao tumeshauanza kuishi sasa. Maana tunaishi duniani, lakini tunaishi katika ulimwengu wa roho tukiwa ndani ya huu ufalme wa mbinguni. Na ndio maana adui anapotutafuta, anapotaka kutukamata, hawezi kutukamata kwa sababu tupo ndani ya ufalme huu wa mbinguni ambao Yesu aliuleta. Na tukinyakuliwa, tunaendelea kwenda kuishi huu ufalme wa mbinguni sasa, lakini katika makazi mapya kule Bwana alipotuandalia. Kwa sasa tupo duniani sawa, lakini tunaishi ndani ya ufalme wa mbinguni.
Watu wetu wa ndani wanaishi ndani ya ufalme wa mbinguni, na ndio maana giza liweze kutufikia. Kwa nini? Kwa sababu tupo nchi nyingine, na ndio maana adui wanasema embu wasababisheni watende dhambi ili watoke kwenye ile nchi ndio tuwakamate. Hawezi kutukamata tukiwa ndani ya hii nchi. Hivyo basi tunapaswa kwa gharama yoyote ile tuweze kutunza sana imani yetu kwa kipindi hiki tunaposubiria parapanda, na hasa kwa mwaka huu. Tunaambiwa katika vitu ambavyo adui anatumia nguvu sana kuharibu au kuua ni imani ya Wakristo, maana anajua thamani na faida ya imani kwetu sisi wanadamu na faida kwa Mungu pia. Anajua kupitia imani tutamwamini Mungu. Anajua kupitia imani tutapokea wokovu. Umehubiriwa, umemwamini Yesu, umemkiri Yesu, umepokea wokovu. Anajua kwa imani tutamwabudu Mungu na kumtii na kuishi utakatifu ili tutunze mahusiano yetu pamoja na Yesu au pamoja na Mungu kwa imani. Ndio maana mtu anapojaribiwa, anapopitishwa kwenye vita vya kiroho, anapopitishwa kwenye majaribu, kwenye mapito au kwenye changamoto yoyote, pale kinacholengwa ni imani ya mtu huyo. Ndio maana hata mimi nilipitishwa kwenye mengi, lakini Bwana aliniambia, mwanangu, ni lazima uyapitie haya kwa sababu wewe ni askari wangu. Askari yoyote kabla hajaenda vitani, askari yoyote kabla hajakaa na kufanya kazi, lazima apitishwe jeshini, lazima aandaliwe kwenye ulimwengu wa roho, lazima afundishwe jinsi ya kupigana na adui katika ulimwengu wa roho. Lazima. Saa nyingine ulikuwa unalia, lakini Bwana aliniambia, nayaona machozi yako, lakini kwa sasa hayawezi kunifanya mimi ni stop kukutengeneza. Najua baadaye utanishukuru kwa hiki, utafurahi kwa hiki, utashangilia kwa hiki. Songa mbele. Ni kwa nini? Kwa sababu lazima utengenezwe ili hata adui anapokuja anajaribu kutaka kulenga kuyumbisha imani yako, unakuwa jasiri. Hata adui anapojaribu kufanya hivi, wewe unakuwa jasiri. Kwa nini? Kwa sababu imani yako imetengenezwa. Msingi wa imani yako umefanywa kuwa imara. Ndio maana tunapopita kwenye majaribu, kwenye magumu, kile kinacholengwa ni imani yako. Angalia mfano wa Ayubu. Alipita kwenye mapito, alipita kwenye majaribu, mateso mengi, mpaka akapata na majipu yale mengi. Lakini si kwamba Mungu alikuwa mpendi. Mungu aliyaruhusu. Imani yake ilikuwa inatafutwa. Imani yake ilikuwa inapimwa. Je, hata katika magumu unayoyapitia bado Mungu utamweka wa kwanza? Bado utasimama na huyu Mungu? Bado utamwabudu huyu Mungu? Lakini Ayubu, pamoja na kupita kwenye magumu, hata wale wa karibu wakajaribu kumshauri, yamkini huyo Mungu wako umemkosea, hebu basi mkufuru ili akazilike, hata akuondoe ufe upumzike na haya mateso. Lakini Ayubu alisonga mbele na kumwamini huyu Mungu anayeishi, na Mungu alimshindia. Alipokea ushindi na Mungu alimrudishia zaidi ya vile alivyovipoteza. Lakini pale kilichokuwa kinatafutwa ni imani. Ndio maana adui alipiga uchumi wa Ayubu, alipiga afya ya Ayubu, alipiga mahusiano ya Ayubu, alipiga nyumba ya Ayubu, lakini kilichokuwa kinatafutwa ni imani ya Ayubu. Ili imani hii yumbe, Ayubu aingie hofu, Ayubu aingie mashaka, Ayubu aingie wasiwasi, na huyu Ayubu apate kufungua milango ya hati za mashtaka, na mwisho huyu Ayubu amwache Yesu na kuvunja mahusiano kati yake na Yesu. Lakini Ayubu alishikilia mahusiano kati yake na Yesu na alitunza imani yake mpaka mwisho wa jaribu, na mbingu ilifurahi kwa ushindi huu. Hivyo tunapaswa kwa mwaka huu
tuliouanza tulinde sana malango yetu, tulinde sana imani yetu, tulinde sana mahusiano yetu na Yesu kwa gharama zozote zile. Tukifungua milango, adui anapata nafasi ya kupanda mapando ndani yetu, anapata nafasi ya kupanda hizi roho ndani yetu. Maana katika vitu ambavyo adui anapenda kupanda zaidi ni hawa adui watatu. Maana najua akifanikiwa kuwapanda hawa adui watatu, amekamata mamlaka ya imani ya Mkristo huyu, ameikamata ACD yake. ACD yake ni mamlaka ya imani, ambayo hii mamlaka ya imani ni ya muhimu kweli kweli, na ndio maana Yesu alipokuja alidili na imani zaidi, alidili na mamlaka ya imani zaidi kwa wanadamu, alidili na ACD za wanadamu zaidi, kwa sababu alijua ulimwengu tunaouendea wa Roho Mtakatifu atakapokuja duniani, vita katika ulimwengu wa roho vimetangazwa officially. Watapigana katika ulimwengu wa roho, lakini ushindi nimeshawapa pale msalabani, wamepokea ushindi. Na ndio maana ni lazima hawa wanadamu ACD zao, viwango vyao vya imani vya kupigana na adui visiyumbishwe, visiwe chini, viwe juu. Na ndio maana Mkristo akimpokea Yesu tu anapewa kiwango cha imani ACD pale pale, ili imsaidie huyu Mkristo kushinda vita vyake kupitia mamlaka ya imani iliyo ndani yake. Kiwango cha imani au mamlaka ya imani ni lazima ujitahidi kwa hali na mali kushinda hawa adui watatu: woga, hofu na mashaka. Hebu tumwangalie Petro. Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, alimwambia Yesu, je, ni wewe? Maana wanafunzi wako walisema inawezekana ni mzimu, unatembea kwenye maji. Walikuwa na mashaka, huenda sio Yesu. Lakini Yesu aliwaambia, msiogope, ni mimi. Petro akamwambia, Bwana, kama ni wewe niruhusu nije nami nitembee kama wewe kwenye maji. Yesu alimwambia, njoo. Lakini Petro alianza kutembea kwenye maji, lakini hatua ya mwisho, upepo ulipovuma kwenye bahari, hofu ilimwingia, mashaka yalimwingia, woga ulimwingia, mlango wake ukafunguka. Nini kilitokea? Petro imani yake kayumba, akaanza kuzama, akamwita, Bwana, naomba nisaidie. Na Bwana alimuulizeje? Imani yako iko wapi? Bwana alimsaidia, lakini swali la kwanza kumuuliza, imani yako iko wapi? Kwa sababu adui umemruhusu apige imani yako ikayumba kwa dakika chache. Ukupaswa kuyumba, ukupaswa kuogopa, ukupaswa kufungua huu mlango. Lakini Yesu aliruhusu hili tokee, ili au wanafunzi wake wawe makini na mamlaka zao za imani, wasimruhusu huyu adui. Tukimwangalia huyo Petro, angalia, alimkana Yesu mara 3. Lakini Yesu alipokufa, tunaambiwa huyu Petro aliomba msamaha kwa Mungu kwa kosa la kumkana Yesu, kwa kosa la kumkataa Yesu. Maana mara 3 alimkana Yesu. Alipoulizwa alisema, simjui mtu huyu, sijui mnazungumza nini juu ya mtu, nimesema simjui mtu huyu. Alimkana mara 3, akiogopa naye atakamatwa, taenda kusulubiwa. Alimkana mara 3. Na ndio maana tunaishi katika dunia, lakini wale tunaowatarajia sio kuwawekea 100% atasimama na wewe mpaka mwisho. Hata mzazi anaweza kumkana mwanae. Tumeona wengi wakikana. Mwangalie Petro, alikuwa best friend wa Yesu, lakini alimkana, alisema amjui. Mara 3 anaulizwa amjui, na jogoo aliwika. Lakini ni heri umwamini Mungu 100%, yani ni heri muamini Mungu peke yake. Muamini Yesu, hawezi kukusaliti, lakini mwanadamu si wa kumwamini 100%. Ndio maana katika maisha, mtu wako wa kwanza kumwamini 100% Yesu. Muamini Mungu peke yake. Mwanadamu atakutenda, mwanadamu atakujeruhi, mwanadamu atakuliza, hata mke hata mume, sio 100%, ni mwanadamu huyo. Ndio maana tunaona huyu Petro aliomba msamaha kwa Mungu,
Na alipoomba msamaha kwa Mungu, hakuwa na woga, hakuwa na mashaka, hakuwa na wasiwasi kwamba huenda Mungu hajanisamehe. Ndio maana hakujinyonga, aliendelea kuishi. Lakini angalia, Yesu huyo huyo alimwambia Petro, nimekuombea imani yako. Kwa nini? Alijua kutakuja kipindi hiki ambacho hiki kipindi kitakuwa sio chepesi kwa watoto wangu hawa, kwa askari wangu hawa, watajaribiwa. Lakini huyu Petro, jaribu lake atakalolipitia hili litamfanya nikane mara 3. Maana Yesu anayajua ya mbeleni, ndio maana alimwambia Petro, utanikana mara 3. Ilikuwa bado haijatokea, lakini alijua litatokea. Na ndio maana Yesu aliwaombea wanafunzi wake, na akamwombea zaidi Petro juu ya imani yake. Akamwambia, ewe Petro, utakapojirudi waimarishe na wenzako imani zao. Akimaanisha utakapojirudi kwamba najua utanikana katika ulimwengu wa roho, utanikana na katika ulimwengu wa mwili, lakini utakuja kutubu, na utakapotubu, mimi ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo, ni Mungu mwenye kusamehe, nitakusamehe. Lakini waimarishe na wenzako pia imani zao. Na ndio maana angalia Petro, hata jaribu lile lilipompata, alimkana Yesu mara 3, lakini bado alikuwa na ujasiri wa kwenda kupiga magoti, kumlilia Mungu na kuomba msamaha, na Mungu alifuta ile hati ya mashtaka, alimsamehe. Na Petro, amani ya Bwana ikamrudia. Kwa nini? Kwa sababu bado imani yake ilikuwepo. Bwana, baada ya kuomba toba, Bwana alimrudishia mamlaka ya imani, ACD yake kupanda tena. Na ndio maana huyu Petro aliendelea kuishi, akuchukua maamuzi ya kujinyonga. Na ndio maana angalia, tunaona hata Yesu alipofufuka alimwambia nini Mariamu Magdalena? Alimwambia, nenda kawaambie wakina Petro tukutane Galilaya. Kwa nini wakina Petro? Pamoja na kwamba huyu Petro Yesu anajua alimkana mpaka Yesu anakufa, alikuwa tayari ameshamkana, lakini katika ulimwengu wa leo Petro aliomba msamaha, ndio maana Bwana alimsamehe. Ndio maana hata alipokutana na Maria Magdalena akamwambia, nenda kawaambie wakina Petro, wakina Yohana, wakina Tomaso na wengine, tukutane Galilaya, kama nilivyowaambia, nitakufa, siku ya 3 nitafufuka, lakini tukutane Galilaya. Kwa hiyo alimwambia huyu Maria Magdalena, nenda kawaambie wakina Petro tukutane Galilaya. Kwa nini? Kwa sababu huyu Petro alishamsamehe. Kwa hiyo tunaona, Yesu ana upendo, na ndio maana ni Mungu anayesamehe. Ni Mungu anayesamehe uovu wetu tunapomwendea kwa lango la toba na msamaha, anatusamehe. Lakini mwangalie Yuda naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Tena alikuwa ni mtunza hazina, akibeba mkoba wa fedha. Alikuwa eneo la muhimu katika ministry ya Yesu. Lakini huyu Yuda naye pia alipomsaliti Yesu kwa kumfanya akamatwe ili akasulubiwe afe, huyu Yuda tunaona, iwapo huyu Yuda na yeye angefanya kama Petro, angerudi magotini kuomba toba kwa kosa lake lile, angesamehewa. Mungu wetu ni Mungu anayesamehe dhambi za kila aina na kila uchafu tunaofanya, hata kama ni nyekundu kama damu, anatusamehe, isipokuwa dhambi moja tu ya kumkufuru Roho Mtakatifu, haina msamaha. Lakini dhambi zingine zote tunasamehewa. Kwa hiyo huyu Yuda angeenda na lango la toba na yeye angesamehewa, lakini huyu Yuda akwenda na lango la toba, na kwa sababu adui alikuwa ameshapanda hizi roho ndani yake, roho ya woga, roho ya hofu, roho ya mashaka, kwamba kwa hiki nilichofanya sitasamehewa, kwa hichi nilichofanya Mungu hawezi kunisamehe. Na Yuda aliona solution ya muhimu kwake ni kujinyonga. Sasa badala ya kuzima moto, akamwaga petroli kwenye moto
moto ukawaka zaidi, ikimaanisha badala ya kusolve tatizo akaongeza tatizo, dhambi juu ya dhambi, na mwisho akafa akakosa mbingu. Ndio maana kwa sisi na wakati huu tunapomsubiria Yesu, adui anatumia nguvu nyingi sana kupiga imani za wengi, kwa sababu anajua ndani ya imani kuna ushindi. Ndio maana angalia, tunaambiwa kipindi cha mwisho imani za wengi zitayumba, imani za wengi zitapoa. Kwa nini? Kwa sababu adui anatumia nguvu nyingi kulenga mamlaka ya imani, na katika kwenye kulenga kwake anapanda hizi roho tatu au adui watatu. Na ndio maana unapoona huyu adui anakunyemelea, mkemee kwa nguvu zako zote ili aondoke katika mipaka ya hema yako. Sasa je, tutashinda vipi hawa adui watatu? Je, tutashinda vipi hawa adui watatu? Moja, tutawashinda hawa adui watatu wa woga, hofu na mashaka kwa kusoma sana neno la Mungu. Mwaka huu 2026, someni sana neno la Mungu. Tusome sana neno la Mungu. Tunapaswa tusome sana neno la Mungu. Tukisoma sana neno la Mungu ni nuru, na eneo nuru ilipo giza haliwezi kuingia, kwa sababu hawa adui watatu ni adui wa giza. Kwa hiyo hawa adui wa giza wanapokuja ndani yako, wanapoona nuru imetawala, hawawezi kusogea. Na neno la Mungu linafunga milango yetu na kuiweka kuwa salama. Hivyo kwa kuwashinda adui hawa watatu, soma sana neno la Mungu, lijae ndani yako. 2, kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa kumtii na kukubali kuongozwa naye. Hizi roho hata zinapojaribu kusogea, Roho Mtakatifu atakwambia ni adui huyu, tandika hapa, ni adui huyu, funga huu mlango. Lakini tukiwa tupo mbali na Roho Mtakatifu na hatuna mahusiano naye, hata adui anapokuja inakuwa ni rahisi, milango iko wazi, anaingia. Ndio maana huu mwaka tuongozwe na Roho Mtakatifu na tuongeze mahusiano zaidi na huyu Roho Mtakatifu, ili atusaidie hata pale adui anapotunyemelea, Roho atupe taarifa mapema na aweze kumdhibiti. 3, tutamshinda huyu adui kwa kutumia muda mwingi na Roho Mtakatifu na Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai, kwa kumwabudu Bwana Yesu, kwa kumwabudu Mungu wetu, kwa kusifu, kwa kuomba. Haya yanafanya malango yetu kulindwa muda wote na adui kukosa nafasi ya kupanda mapando katika malango yetu ya imani. Hivyo tunapaswa tutumie muda mwingi sana na Roho Mtakatifu na Bwana wetu Yesu. Kwa kufanya hivyo, adui anapokuja nakuta milango imefungwa, nakuta hata leo haiwezekani. Nasema najaribu kesho, anapokuja kesho, hata kesho haiwezekani. Anapokuja mwezi ujao, hata huo haiwezekani. Hakuna nafasi, muda wote 24 hours malango yako yamelindwa, kuna ulinzi. Hivyo tutumie muda mwingi sana na Roho Mtakatifu. Tunapoabudu, tunaposifu, tunakuwa tupo ndani ya uwepo wa Mungu, na Roho Mtakatifu anakuwa yuko ndani akifanya kazi pamoja nasi, akitusaidia kusifu, akitusaidia kuabudu, akitusaidia kututakasa, kutusafisha kwa damu ya Yesu. Ndio maana anaishi ndani yetu kutusaidia tuwe wasafi, watakatifu muda wote, ili parapanda inapopigwa tuweze kukidhi vigezo vya kunyakuliwa. Wale walio wasafi, wale walio watakatifu ndio watakaomuona Bwana. Wale wenye mioyo safi ndio watakaomuona Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wametakaswa, wamefanywa kuwa watakatifu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Lakini vile tunapaswa kumwomba Bwana atuongeze imani zaidi. Tutawezeje kuwashinda hao adui? Kwa kumwomba Bwana atuongeze imani zaidi. Tunapoona imani zetu ni ndogo, imani zetu zimeshuka, tunatakiwa twende magotini, tumwambie Baba, naomba niongezee imani zaidi. Imani ni ya muhimu kweli kweli, na hasa katika mwaka huu, sio tu kumwomba Bwana mambo mengine, na kumwomba atuongezee imani zaidi ya kuweza kushinda majaribu na vita vya kiroho na kupokea ushindi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Lakini vile vile huyu Mungu wetu anasema, njooni kwangu, ombeni jambo lolote kwa jina langu, mtapewa.
Kwa hiyo tunapoenda kwa jina la Yesu tukaomba, Bwana naomba niongezee imani, anatuongezea, kwa sababu tumeenda kwa Baba kumuomba imani, anatuongezea. Yeye ni Mungu anayetupenda, anatupa imani, anatuongezea. Anapoangalia ICD ya huyu mtu ni ndogo, anamuongezea zaidi. Yesu anafurahi sana tunapoenda kwake tunamuomba atuongezee imani zaidi. Anafurahi kwa sababu anajua pasipo imani ni kazi bure. Ili uwe askari wa Yesu mshindi, imani yako lazima iwe juu. Lakini mwisho tutafanyeje ili kuweza kuwashinda hawa adui watatu? Kwa kumtolea Mungu sadaka. Maana sadaka inaenda na moyo wa mtu. Tunapomtolea Mungu, pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Sadaka inabeba na moyo wako, inaenda nao mbele za Mungu. Na imani hii inaanzia na matendo yake moyoni. Tunaamini alafu tunaanza kutenda matendo, lakini chanzo cha kuamini kilianzia moyoni. Na sadaka tunapotoa inaenda na moyo. Kwa hiyo hapa unakuwa unachochea nguvu ya imani. Kuna nguvu ya imani katika moyo wako, ambayo ukitoa sadaka, moyo wako huu unaongezewa imani zaidi na Mungu. Kwa sadaka inaenda kuchochea, ni kama moto unawaka, alafu unaenda unamwagia petroli zaidi, unauchochea ule moto kuwaka zaidi. Kwa hiyo tunapotoa sadaka tunachochea mamlaka yetu ya imani zaidi. Unampenda Mungu, umemwamini Mungu, ndio maana unamtolea sadaka. Huwezi kumtolea Mungu sadaka kama umpendi au kama umwamini. Ilianza imani, ukamtolea Mungu. Kwa ile chembe chembe ya uhai ndani yako, katika moyo wako, ile inabebwa na imani. Hii imani Mungu ndio anayoiona katika moyo wako unapokuwa unapelekwa na ile sadaka mbele za Mungu. Ndio maana sadaka inachochea au inaongeza imani yako. Sadaka inachochea, inaongeza imani yako. Iliyo ndani yako, na kuuwasha ule moto wa imani ulio katika mioyo yetu. Tunapotoa sadaka, ile sadaka inachochea moto wa imani ndani yetu, unaendelea kuwaka. Na huu moto wa imani unapoendelea kuwaka, hawa adui watatu wa giza hawawezi kusogea moto unapowaka. Na ndio maana angalia, adui anasema, embu msiwafikie wakiwa bado wanawaka moto, wazimeni kwanza ule moto. Moto ule wa imani ule wazimeni, ndio muwasogelee. Hivyo sadaka zinachochea moto wa imani ndani ya mioyo yetu. Na huu moto wa imani ukiwaka ndani ya mioyo yetu, adui hawezi kupanda haya mapando, hawa adui watatu katika mioyo yetu: woga, hofu na mashaka. Hivyo tunaambiwa tunaishi siku za mwisho, na neno lenyewe na unabii unasema kwamba imani za wengi zitayumba, kwa sababu adui hao watatu watatumia nguvu nyingi sana kujipenyeza kwenye mamlaka ya imani ya Wakristo. Na wapo ambao imani zao zitayumba, wapo imani zao zitapoa, lakini Bwana anataka tusimame imara, sisi askari wake. Alishatushindia pale msalabani, maana tumepewa mamlaka ya kuvunja, kung'oa na kuharibu. Tumepewa mamlaka ya kufunga lolote duniani na mbinguni limefunga. Hivyo tunapoona adui anasogelea, unatamka nafunga njia zote, hautanisogelea. Mipaka yangu yote nafunga, hautanisogelea. Naachia nuru ya Bwana itawale. Ewe giza, una mamlaka, wala sikuhitaji katika mipaka ya hema yangu. Adui hawezi kusogea. Hivyo tujitahidi sana kuwashinda hawa adui watatu. Woga. Ndio maana angalia, mtu anapopigana, unapigana vita alafu unakuwa na woga, adui atakutandika tu, kwa sababu huwezi ukapigana na adui na bado adui yupo ndani yako, umemruhusu aingie ndani yako, atakutandika. Napigana na adui lakini yuko mbali na wewe, anarusha mashambulizi, hayawezi kukupata, lakini wewe ukirusha mashambulizi anampata. Ndivyo inatakiwa iwe hivyo. Adui wa woga, hofu,
Hatujapewa roho ya hofu, bali tumepewa roho ya ujasiri, roho ya upendo, roho ya ushindi. Hivyo tunabidi tusimame imara. Hatujapewa roho ya mashaka. Angalia wengine, mtu anaenda kuomba lakini anakuwa na mashaka. Sijui kama Mungu amenisikia. Mpaka hapo maombi yako ni kelele mbele za Mungu. Lakini yule anaenda kwa imani, ninaongea na Baba na Baba ananisikia sasa. Ninaongea na Mungu wangu na Mungu wangu ananisikia. Ni kweli Mungu anasikia. Hana mashaka kabisa. Anaomba akiwa hana mashaka. Mwangalie Petro. Alimkana Yesu mara 3, lakini alienda aliomba, na Bwana kwa kuwa aliombea imani yake, tunaona imani ilifanya kazi, lakini amani ya Bwana ikatawala ndani yake. Akajua Bwana amenisamehe, akaendelea kuishi. Lakini Yuda alijinyonga, alikosa ufalme wa mbinguni. Hivyo tushinde hawa adui watatu. Woga, hatupaswi kuwa na woga. Unapopigana vita katika ulimwengu wa roho, nakuta mwingine hata anamuogopa mganga tu wa kienyeji, anamuogopa mchawi, na wakati ni vitu vidogo sana hivi. Yaani wao ndo wanatakiwa kuogope wewe, kwa sababu unaye Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu Kristo anapigana kwa ajili yako. Jeshi la ufalme wa mbinguni linapigana kwa ajili yako, lakini mtu anamuogopa adui na kumuona adui kama ni mkubwa. As long as una mahusiano mazuri na Yesu, as long as imani yako iko juu, upase kumuogopa adui. Ndio maana tunaambiwa mkemeeni adui, mfukuzeni. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa mamlaka. Hivyo Bwana anataka askari wake kwa mwaka huu tushinde hawa adui. Hataki kutuona tuna mashaka, tuna woga, tuna wasiwasi, tuna hofu. Hataki. Anataka tusimame imara, tutumie neno lake. Ndio maana tukisoma neno tunajaza silaha ndani yetu. Tumtumie Roho Mtakatifu atusaidie kupigana kwa niaba yetu. Bwana anataka ushindi mkubwa sana kwa wakati huu. Bwana anataka askari wake tusimame kwa imani, tusimame tukifungua wengi, tusimame tukiwaleta wengi, tukiwaombea wengi, tukivuna mavuno mengi aje katika ufalme wake wa mbinguni. Anataka tutumie imani sasa. Angalia, aliwaambia wale wanafunzi wake 70, enendeni mwende mkahubiri injili. Lakini hata Yesu huyo aliwaambia wanafunzi wake, enendeni mkahubiri injili, mkawalete wengi, mkaponye magonjwa. Kwa jina langu mtaponya magonjwa, mtafungua, mtaleta wengi. Bwana anatutaka sisi askari wake kwa jina lake twende tukaponye, tukafungue na kuwaleta wengi kwake. Kupitia vitabu tukapeleke habari njema, wengi wakatubu, waingie ufalme wa mbinguni. Kupitia mikono yetu tukaweke juu yao, wenye magonjwa wakapate kufunguliwa, wapate kurudi kuwa huru na kuingia ufalme wa mbinguni. Hivyo tunapaswa hawa adui watatu kwa mwaka huu 2026. Hakikisha hawasogei katika mipaka yako. Hakikisha unafunga milango. Unapoona woga umeanza, mashaka, wasiwasi, tambua adui ameshaingia ndani yako. Kuna milango umeifungua. Hivyo tuwe makini sana katika kuwashinda hawa adui watatu, maana uwezo, nguvu, utiisho na mamlaka tunao, tumeshapewa na Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliye hai, ambaye anatupigania na anayetushindia. Mungu akubariki sana kwa kusikia neno hili. Baba, ninakushukuru Mungu ketie mahali pa juu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko. Sante Baba, tunakushukuru, unastahili sifa, heshima na utukufu. Sante kwa neno hili ambalo umesema na watoto wako. Sante, tunakushukuru Mungu wa rehema. Sante Baba, nafunga milango yote katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kwa watoto wako. Nafunga hizi roho chafu, hizi roho za adui, hizi adui tatu Baba, tunazifunga, hazina mamlaka katika mipaka ya watoto wako, katika mioyo yao. Adui wa woga, adui wa hofu, adui wa mashaka, nafunga, hana mamlaka wala hatasogea katika mipaka ya watoto wako. Na wale ambao milango yao ilikuwa wazi, adui akapanda mapando haya, Baba, ninang'oka kwa mamlaka ya jina la Yesu, na yateketeza mpaka majivu na kuseta kuzimu. Nafunika malango ya kila moja na malango yangu kwa damu yako ya thamani. Tunaachia imani yako ikazidi kukua zaidi, imani yako ikazidi kujaa zaidi ndani yetu Baba.
Baba, ukatuongeza imani ya hali ya juu zaidi na zaidi kwa ajili ya ushindi, kwa ajili ya kuvuna mavuno mengi, kwa ajili ya kupigania na kutetea ufalme wa mbinguni. Sante Mungu mwenye nguvu, tunajificha na kujifunika kwa damu yako ya thamani. Tunafunga roho zote za visasi na malipizi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimeomba na kushukuru, amen.